vidogo vidogo hivi. Mfahamu Eugene Maganga, mhusika wa njama za kuipindua serikali ya Rais Julius Nyerere. Hii ilikuwa ni Januari 9 ya mwaka 1982. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii ni Bongo Star Media. Mfahamu Eugene Maganga, mhusika wa njama za kuipindua serikali ya Rais Julius Nyerere Januari 9 ya mwaka 1982. Tunajutia tu kushindwa mapinduzi, lakini hatujutii kupanga mapinduzi. Haya ni maneno ya Captain Eugene Maganga. Januari 9 ya mwaka 1982 palitokea jaribio la mapinduzi kwa serikali ya Rais Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baba wa taifa. Jaribio lililoshindwa kufanikiwa kwa kile kinachotajwa kuwa ni uimara wa kitengo cha intelijensia, yani usalama wa taifa ya Rais Nyerere. Kwa ufupi, kabla ya jaribio la kumpindua Rais Nyerere la mwaka 1982, palikushatokea majaribio mengine mawili awali. Jaribio la kwanza lilitokea mwaka 1964, almaarufu kama maasi ya kijeshi ya mwaka 1964. Na jaribio la pili ni jaribio la mapinduzi la mwaka 1970, na yote yalishindwa kumng'oa gwiji huyu wa siasa za ukombozi wa Afrika. Nani? Nyerere. Jaribio la mapinduzi la mwaka 1982 ni jaribio la mwisho kabisa la mapinduzi katika uongozi wa Rais Julius Nyerere, na jaribio la mwisho kabisa kutokea katika utawala wa marais wa Tanzania. Hakuna mtawala yoyote mwingine aliyefanyiwa jaribio la mapinduzi tokea hapo, na jaribio hili linatajwa kuwa ndio jaribio la mapinduzi ya kukusudia kabisa kuukomesha uongozi wa Nyerere kama rais wa watu wa Tanzania. Sasa huyu Captain Eugene Maganga ni nani? Eugene Maganga alizaliwa katika kijiji cha Itaga mkoani Tabora mnamo mwaka 1956. Alisoma na baadaye kujiunga na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ. Ilikuwa ni mwaka 1976 na kufanikiwa kupanda cheo hadi renki ya captain kufikia mwaka 1982. Akiwa jeshini, Maganga alikuwa askari shupavu, mwenye utimamu na utayari kama askari kamili. Pia alipata mafunzo maalum ya kijeshi jijini London, Uingereza. Captain Maganga anatajwa kama ni mmoja wa askari waliokuwa mstari wa mbele na waliotusaidia sana katika kushinda vita vyetu ya fashisti Idi Amin, nduli dada wa Uganda, kati ya mwaka 1978 hadi mwaka 1979. Historia tamu Sawa. Ilipofika Mei ya mwaka 1980, Eugene Maganga alijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kujifunza uhusiano wa kimataifa na utawala wa umma. Yapo yanasemwa kwamba Maganga aliamua kusoma kozi hii ili kujiandaa na majukumu ya kiutawala mara baada ya kuja kufanikiwa kwa mpango wake wa kuipindua serikali ya Julius Nyerere, mpango uliokuja kushindwa baadaye. Sasa wazo la kuipindua serikali lilikujaje? Sasa bana, kinachotokea ni kwamba inasemekana wazo la kumpindua Nyerere jamaa alikuwa nalo muda mrefu sana. Ni wazo ambalo aliishi nalo kichwani. Maganga alikuwa na wazo hili tangu akiwa vitani katika vita vya Uganda huko, kipindi ambacho tunapigana kumng'oa Idi Amin nduli dada. Na baada ya kumalizika kwa vita, wazo lake lilishamirishwa na kile alichokiita kuyumba kwa Mwalimu. Sasa stori za chini chini zilimshutumu Mwalimu kwa matumizi mabaya ya rasilimali za taifa. Maganga hakukubaliana na sababu za Mwalimu Nyerere kuingiza nchi katika vita kupigana na Idi Amin. Wazo la kumpindua Nyerere halikuwa kichwani mwa Maganga peke yake, bali lilikuwa ni wazo la askari kadhaa, hususan wale waliopigana vita ya Uganda. Baadhi ya askari hao walirudi wakiwa na mtizamo tofauti juu ya sababu za kweli za Mwalimu Nyerere kumpiga Idi Amin. Askari hawa walikuwa na mtizamo kwamba Mwalimu hakupigana vita kwa maslahi ya taifa, bali kwa maslahi yake na rafiki yake Milton Obote kumrejesha madarakani. Hichi ndicho ambacho anakiandika huyu mwandishi. Sasa mpango wa mapinduzi ulivyopangwa ilikuwaje? Unaambiwa awali mpango ulikuwa wa watu wasiozidi 10: Mohamed Tamimu,
Eugene Maganga, Selemani Kamando, Zakaria Hanspop, Vitalis Mapunda, Mbogolo, Kajaji Badru, Katibu Gandhi na Christopher Kadego. Lakini baadaye watu wengine waliongezwa katika mpango ili kukizi haja ya mpango huo wa mapinduzi. Maganga na wenzake walikutana na marehemu Pius Rugangila aliyekuwa anaitwa Uncle Tom, ambaye alikuwa mfanyabiashara wa Tanzania aliyejiimarisha sana kiuchumi nchini Kenya. Baba yake Rugangila hakuwa na uhusiano mzuri na Rais Nyerere, na hiyo ni kwa mujibu wa Maganga. Sasa naye alikuwa ameenda kuishi na kufanya kazi nchini Uganda. Sasa na sababu ya kuwa Uganda ni kwamba Rugangila alishutumiwa kuwa ni mpelelezi toka Uganda, shutuma ambazo zilisababisha mtafaruku na serikali ya Rais Nyerere. Rugangila aliamua kuwasikiliza wapanga mapinduzi, akatathmini mpango wao na baadaye aliamua kugharamia shughuli hiyo, kwamba okay fine, mnafanya mapinduzi, mnahitaji kufanya mapinduzi, basi poa, mimi Rugangila nitagharamia. Hasa pale walipofika kukubaliana kuwa bwana Rugangila ndiye atachukua nafasi ya Nyerere baada ya mapinduzi kufanikiwa. Baada ya hapo, Maganga na maafisa wenzake wa jeshi ambao walikubaliana katika mpango huu walijiweka sawa zaidi katika kuimarisha shambulio siku itakapowadia. Wakiwa sasa wamepata uhakika wa msaada kutoka kwa rafiki yao Rugangila kwamba Mwamba atawasaidia, kile ambacho watakihitaji atawapatia. Pamoja na kwamba wana mapinduzi walikubaliana kwamba Rugangila ndiye atakuwa rais baada ya mapinduzi, lakini mioyoni mwao hawakuwa na ukweli huo. Walikuwa wakihitaji msaada wa kifedha tu na baadaye wangemgeuka. Tungeweza kuthibitisha hili kama mapinduzi yangefanikiwa, lakini mpaka sasa ukweli bado haujafahamika kama kweli wangemgeuka au vipi. Wakati mipango yote ilipokuwa tayari, walisubiri kuwasili kwa rais ambaye alikuwa katika ziara nje ya nchi. Kwa mujibu wa Maganga, rais alirudi Januari ya mwaka 1982 baada ya kukaa miezi miwili nje ya nchi, na akaenda kijijini kwao huko Butiama. Unajua, sababu ya kutaka kuipindua serikali wakati Nyerere yupo, tulikuwa tunahitaji kwamba Nyerere ili awepo ndo tufanye mapinduzi. Sababu kubwa tulikuwa tunataka kumuua. Maganga aliwahi kuyazungumza hayo. Sasa Rugangila alipinga huo mpango, badala yake akatoa mpango kwamba rais akamatwe ila mpango wa kumuua usiwepo. Sasa inasemekana mpango wa mapinduzi haya ulivuja kutoka kwa mmoja kati ya maaskari aliyehusika katika huu mpango. Unaambiwa Mwamba alilewa na kuanza kuropoka hovyo habari za mpango wa mapinduzi. Bwana huyu akiwa ameutwika, yani kalewa chakari. Alitaja baadhi ya majina ya maofisa waliomo kwenye mpango huo na vyeo watakavyopewa baada ya kukamilisha mapinduzi ama baada ya mapinduzi kufanikiwa. Hapo ndipo intelijensia ya Mwalimu iliponasa habari na kuanza kuzifanyia kazi. Ingawa inasemekana pia taarifa zilikwisha wafikia watu wa usalama mapema, lakini walikuwa wanaendelea tu kuangalia nini ambacho kinataka kutokea. Katika majina yaliyonaswa na maafisa wa usalama wa Mwalimu Nyerere, mtu hatari zaidi alionekana kuwa ni Mohamed Tamimu. Tamimu alikuwa ni komando aliyewiva vizuri, akapata mafunzo ya kijeshi ya hali ya juu, mafunzo ya ukomando huko nchini Cuba. Tamimu ni mmoja kati ya makomando wa Kitanzania aliyesifiwa sana na Fidel Castro. Kwa umahiri wake alifanya vizuri sana mafunzoni. Hivyo intelijensia ya Mwalimu ilikuwa lazima ihakikishe inamdhibiti Tamimu kwanza, na pengine kwa kumdhibiti Tamimu wengine wangeogopa na kujisalimisha. Ilikuwa ni kazi yenye uzito wake kwa maafisa wa usalama wa Nyerere katika kuhakikisha mpango wa Maganga na wenzake unakufa na huendelei. Walimshauri Mwalimu aendelee kubaki kijijini kwao Butiama, asirudi kwanza Dar es Salaam hadi watakapoweka mambo sawa, kuwadhibiti Maganga na genge lake ili wasifanye mapinduzi. Ijumaa kabla ya Januari 6 ya mwaka 1982 ilikuwa ni siku ambayo wapanga mapinduzi walikuwa wamepanga kukutana kwa mara ya mwisho kabla ya kufanya utekelezaji wa mpango wao wa mapinduzi siku 3 zijazo, yani Januari 9 ya mwaka 1982. Lakini baadhi ya wenzao hawakutokea kwenye mkutano, akiwemo Tamimu. Jamaa alisema, tulikuwa na wasiwasi na tuliamua kutuma mmoja wetu Kinondoni Mkwajuni kuuliza, lakini tulishtuka kuona kwamba polisi walikuwa wamevamia nyumba yake
na aliuawa katika mapambano yaliyodumu takriban kwa saa 2. Alikuwa anafukuzwa kutoka katika uwanja wa Leaders Club. Alipofika Kinondoni, eneo maarufu la sinema ambao sasa hivi ni ubalozi wa Marekani, alizidiwa nguvu na kuuawa na kikosi cha kijasusi kilichokuwa kiongozwa na jasusi na mwanasheria nguli Mabere Nyaucho Marandu. Na haya aliyazungumza Maganga. Katika hatua hiyo walijua utambulisho wao na mipango yao haikuwa siri tena. Tamimu, kwa mujibu wa wenzake, alikuwa na utamaduni wa kutunza kumbukumbu za mikutano na majina ya washirika. Ilikuwa ni swala la muda tu kabla hawajakamatwa. Tamimu alipangwa kuwa mdunguaji maalum kwa ajili ya kumuua Rais Nyerere aliyekuwa akirejea kutoka nje ya nchi. Hisia zao zilikuwa sahihi. Polisi walikuwa kila mahali kusaka kikundi. Kadego na Maganga waliamua kutoroka kupitia Tanga na Mombasa hadi Nairobi, ambako walikaa kwa miezi 10 kama wakimbizi wa kisiasa. Hatujui nini kilitokea kwa watu wengine ambao tuliwaacha Dar es Salaam, lakini hatukukata tamaa. Tulipofika Nairobi, tulitaka kujipanga tena kurudi kuipindua serikali. Haya aliyasema Eugene Maganga. Kamwe hawakuweza kulaumiana wao kwa wao kwa kushindwa kufanya mapinduzi, ingawa Maganga anaamini bahati yao ilidondoka kwa sababu ya Mwamba alikuwa raia wa kawaida na kujua jinsi ya kutunza siri. Anamtuhumu Mwamba alielewa baada ya kuvujisha taarifa, kwa kuwa karibu watu wote walijua kabla ya mpango kukamilika. Maganga pia anahisi kuwa Tamimu alijua kwamba MacG hakuwahi kuwa askari wa Marekani kama alivyokuwa akidai, lakini hakuwaambia. Tuligundua baadaye kwamba jina lake halisi alikuwa anaitwa Hatibu Hassan Gandhi na alikuwa rubani wa Tanzania. Nairobi hawakuwa na ajira na walikuwa wanaishi chini ya msaada wa Tume ya Umoja wa Mataifa kwa wakimbizi. Maganga anasema walikuwa na baadhi ya mawasiliano ya ubalozi wa Marekani mjini Nairobi, ambako waliomba udhamini na kuanza msingi upya jijini Nairobi, ambapo wangeweza kujipanga vizuri na kupanga kwa ajili ya kufanya mapinduzi mengine. Siku chache baadaye, Maganga na Kadego wakizunguka katika mitaa ya Nairobi, ghafla waliingia kwa mpanga mapinduzi mwenzao Uncle Tom pamoja na Tamimu waliokuwa wamemwacha Dar es Salaam. Wawili hao walikuwa wamekimbia toka gerezani katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam, ambako walikuwa wamewekwa baada ya kukamatwa. Ingawa walikuwa huru na maisha yao mjini Nairobi, Rugangila aliamua kusafiri kwenda London kuangalia namna ya kuingia Malawi. Alikuwa na mashaka kuwa serikali ya jijini Nairobi na Dar es Salaam zinaweza kula njama na kuwakamata. Kabla Rugangila hajarudi kutoka London, kundi hili lilikuwa limekamatwa na mamlaka jijini Nairobi na kubadilishana na Senior Lance Corporal Ochura na Sergeant Patros Oteo, ambaye pia alifanya majaribio ya kuipindua serikali ya Rais Daniel Arap Moi mwaka 1982 na walikimbilia Tanzania. Tulifungwa sana pingu na kufunikwa macho na kupelekwa gereza la Isaka lenye ulinzi wa hali ya juu mjini Dodoma, ambako tulikaa kuanzia Novemba ya mwaka 1983 hadi Oktoba ya mwaka 1984. Haya maneno aliyazungumza Maganga, Eugene Maganga. Mwaka 1985, Maganga na wenzake 7, Suleiman Kamando, Zakaria Hanspop, Vitalis Mapunda, Mbogolo, Kajaji Badru, Hatibu Gandhi, Christopher Kadego walihukumiwa kifungo cha maisha jela. Pius Lugangira yeye Mwamba akatoroka. Jumamosi asubuhi ya Oktoba 22 ya mwaka 95, Maganga aliamka mapema na alipowasha redio yake ndogo, ulikuwa ni wakati muafaka kwake kupata taarifa fupi zikisema kwamba Rais Ali Hassan Mwinyi alitoa msamaha kwa wafungwa, ikiwemo yeye pamoja na wafungwa wengine wengi. Huu ni wakati ambapo kundi la watu 8 walikuwa wakiusubiri kwa hamu kwa miaka 10 ambayo wamekuwa kifungoni wakitumikia kifungo cha maisha kwa uhaini. Ndicho kipindi ambacho baadaye wakaja kusamehewa wakaachiwa. Kamwe hawawezi kupoteza matumaini. Wafungwa katika jela mbalimbali ambao pia walisikia habari hizi walianza kushangilia. Anasimulia Maganga kwamba cha kushangaza, sikufurahi kwa sababu nilikuwa naisubiri siku kama hii kwa muda mrefu sana. Mara zote ilikuwa inatisha kufikiria kuwa ningeweza kutumia maisha yangu yote gerezani.
Jumatatu ya 24 ya mwaka 1995, siku mbili baada ya habari kufika kwenye redio, Maganga alitangazwa kuwa mtu huru. Anakumbuka vizuri siku hiyo alipovuka milango ya gereza kwa uhuru. Ilikuwa ni majira ya saa 7 mchana. Anasema tulikaribishwa nje ya gereza na ndugu zangu wenye furaha pamoja na wale wa mfungwa mwenzangu Hatibu. Hisia zangu zilikuwa juu kiasi kwamba ni vigumu sana kuelezea kwa sasa. Anasema Maganga, wafungwa wengine 6 wa uhaini waliachiwa siku 2 baadaye kutoka gerezani katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam. Wakati wa kutolewa kwao, Maganga alikuwa amezungushwa katika magereza kadhaa, ikiwa ni pamoja na Ukonga jijini Dar es Salaam na sehemu yake ya mwisho ilikuwa ni Butimba jijini Mwanza. Licha ya matatizo waliovumilia gerezani, Maganga anasema hakuna hata mmoja wao aliyewahi kujuta kwa kujaribu kuipindua serikali. Tunajutia tu kushindwa mapinduzi, lakini hatujutii kupanga mapinduzi. Maisha ya Maganga baada ya kutoka gerezani. Baada ya kutoka gerezani mwaka 1955, baada ya kutoka gerezani mwaka 1995, Maganga hakuwa na kazi. Aliishi maisha magumu sana na alidai baadhi ya rafiki zake wa zamani walifika hatua ya kumkimbia wazi wazi wakati alipoonyesha amewaona na akitaka kuwasogelea. Alidai kuwa baadhi ya ndugu walimpiga marufuku asikanyage hata katika nyumba zao. Inawezekana wengi hawakubaliani na kile tulichotaka kukifanya, lakini walau tulifanya maamuzi. Mtu anaweza kufanya uamuzi mbaya au mzuri, lakini afadhali huyo kuliko anayelalamika kila siku bila kufanya lolote lile. Hapa ndipo ninapotaka tubadilike. Haya ndiyo maneno ya Maganga. Mwaka 2004 Maganga aliamua kujitosa kwenye ulingo wa siasa. Akajiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Hii ilitokana na hofu kuwa asingeweza kukubalika ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa kile alichokifanya mwaka 1982. Mwaka 2005 Maganga alijitokeza kuwania ubunge kupitia Chadema katika jimbo la Tabora mjini, ambako hata hivyo alishindwa na aliyekuwa mgombea wa CCM Siraju Kaboyonga. Kutokana na uwezo wake na taaluma yake kama askari mahiri, akiwa Chadema alipewa kazi kama afisa katika kurugenzi ya ulinzi na usalama, nafasi aliyoipoteza alipohamia CCM. Jumatano Januari 10 mwaka 2007, Maganga alitangaza kuhama Chadema na kuhamia CCM, akidai kwamba hakuridhishwa na namna vyama vya upinzani vilivyokuwa vinaendeshwa. Kile nilichotarajia sicho nilichokutana nacho katika upinzani. Hakuna mfumo mzuri wala utaratibu. Kwa mwendelezo huu hatuwezi kufika kokote. Haya ndiyo ambayo aliyazungumza Maganga. Hatua hiyo haikubadilisha maisha yake kwa namna yoyote. Hali yake ya maisha iliendelea kuwa ile ile hadi umauti unamkuta Oktoba mwaka 2010 na kuzikwa kijijini kwao huko Itanga mkoani Tabora. Karibu sana, mimi katika masimulizi naitwa Jimmy Godfrey. Nimekusimulia makala hii ambayo imeandikwa na Frumens M. Kiauke. Siku njema iwe nawe. Mimi nikutakie siku njema, niseme tu nakupenda sana.